tutajifunza somo linalosema kwamba uwe na jinsi ya kugawanya muda ili ukuletee matokeo chanya au mazuri kwenye maisha yako. Jinsi ya kugawanya muda ili ukuletee matokeo chanya kwenye maisha yako. Ni ukweli kwamba ndugu zangu, tumepewa wote masaa 24. Tajiri kwa maskini wote masaa yetu ni sawa, masaa 24. Lakini kinachotofautiana kati ya sisi na matajiri na maskini ni namna ya kutumia muda. Najua watu wengi wanataka kufanikiwa, lakini hawajui namna ya kuweza kubageni muda, wa kuweza kutumia huo muda. Wafanyeje katika huo muda? Masaa 24 ambayo tumepewa, kila mmoja ambaye tumepewa masaa 24, lakini kuna namna ambavyo unaweza ukayagawanya hayo masaa 24 na yakakuletea tija kwenye maisha yako, na yakakuletea mafanikio kwenye maisha yako. Sasa leo nataka tujifunze jinsi ya kugawanya muda ili kuletea matokeo mazuri kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, lazima uwe na muda wa kutafakari. Kuna muda unatakiwa utenge kwa ajili ya kutafakari. Hiyo jambo la kwanza, lazima uwe na muda wa kutafakari. Jambo la pili, lazima uwe na muda wa kuomba. Au kumuomba Mungu wako. Uwe na muda wa kumuomba Mungu wako. Kwa dini yoyote, kwa imani yoyote, lazima uwe na muda wa kumuomba huyo Mungu wako. Jambo lingine la tatu, lazima uwe na muda wa kufanya kazi kwa bidii. Ufanye kazi kwa bidii. Huo muda unatakiwa utenge na ufanye kazi kwa bidii. Jambo lingine la nne ni uwe na muda wa kupumzika. Kuna muda uwe wa kupumzika. Katika masaa 24 lazima uwe na muda wa kupumzika. Katika masaa 24 lazima uwe na muda wa kufanya kazi kwa bidii, na pia katika muda wa masaa 24 lazima uwe na muda wa kumuomba Mungu wako.